mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, the Controller and the Auditor General, kwa kifupi ndio tumezoea kuita CAG, mamlaka yake ya uteuzi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndivyo sheria inavyosema. Na rais katika kumteua anachozingatia ni taaluma yake, uzoefu wake katika utumishi wa umma, lakini na nidhamu yake, historia yake kwa kifupi, ambayo itambeba kumsaidia kuwa kiongozi mkubwa wa taasisi kubwa hiyo ya ukaguzi wa mahesabu ya umma katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo kikubwa ambacho rais anazingatia ni vigezo hivyo: taaluma yake, uzoefu wake, pamoja na swala zima la maadili katika utendaji wake wa kazi. Lakini hakuna vitu vingine vya ziada ambavyo vinamlazimisha rais anapotaka kumteua Mtanzania yoyote kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Baada ya kuteuliwa na rais, sheria ya ukaguzi wa umma ya mwaka 2008, the Public Audit Act, inaeleza wazi ya kwamba uteuzi wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni wa kipindi cha miaka 5. Anakaa madarakani kwa kipindi cha miaka 5. Sheria inasema baada ya miaka 5 yuko eligible, maana yake anaweza akaongezewa miaka mingine 5. Kama ilivyo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipindi chake ni miaka 5. Lakini ikiwa Watanzania wataridhia na chama chake kitamteua, anaweza akaongezewa tena miaka mingine 5. Ndivyo ilivyo kwa CAG. Appointment yake ni miaka 5 kwenye ofisi. Na hili naomba niliweke sawa. Si appointment ya kudumu. Si uteuzi wa kudumu. Na baada ya miaka 5 kuongezewa miaka mingine 5, sio automatic renewal. Na hili naomba nilisisitize ili kuepushana na upotoshaji unaoendelea. CAG anateuliwa, anakaa ofisini kipindi cha miaka 5 kwa mujibu wa sheria. Lakini sheria inaruhusu anaweza akaongezewa miaka mingine 5. Mamlaka ya uteuzi wa CAG ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CAG anapomaliza miaka yake 5, mwenye mamlaka ya kumuongezea miaka mingine 5 ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Renewal yake sio automatic. Na ndio maana kuna break ya miaka 5. Ni waombe wa Tanzania, upotoshaji unaoendelea juu ya tafasiri ya sheria hii na katiba wajiepushe nayo. Katiba na sheria ziko wazi. Miaka yake ya kukaa madarakani tangu ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni miaka 5. Ikiwa amefanya kazi zake vizuri, ikiwa ametimiza wajibu wake vizuri, amejenga mahusiano yake vizuri na mihimili mingine kwa utaratibu kabisa na kwa sheria inavyohitaji, na ana perform kazi zake vizuri kwa weledi unaotakiwa na kwa misingi ya kimaadili inayomsimamia mtumishi yoyote wa umma, rais anaweza akamuongezea miaka mingine 5 kufika miaka 10. Niseme si lazima awe ametimiza miaka 65. Miaka 65 ni ukomo wake kustaafu. Lakini kwa kuwa ajira yake si ajira ya kudumu, CAG anaweza akateuliwa na miaka 40. Haimaanishi atakaa madarakani mpaka atimize miaka 65. Kwa sababu watu wanaotaka kujenga hii hoja ya kwamba mpaka atimize miaka 65, tunaweza tukawa na CAG ameteuliwa na miaka 40. Je, atakaa madarakani mpaka miaka 65? Mimi niombe wanaona upotosha waache upotoshaji. CAG atakayeteuliwa na miaka 40 atakaa madarakani miaka 5. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiona anaweza kumuongezea, atamuongezea miaka mingine 5, 50 anaondoka. Tutakuja na hoja ya kusema kwamba sheria inasema mpaka afikishe 65. Ndugu zangu, huu ni upotoshaji usiokuwa na msingi kwa ajili ya watu wenye maslahi yao ya kisiasa ya kutaka kupotosha umma wa Tanzania. Ukomo wa miaka 65 anaweza katokea CAG ameteuliwa na miaka 62. Sheria inasema
tenya yake ya kwanza kwenye ofisi ni miaka 5. CAG wa namna hii hata tumikia miaka 5. Akifikisha 65 maana yake ametumikia 3, ataondoka kwenye ofisi. Kwa nini? Kwa sababu kipengele kingine cha sheria kitazuia asiendelee. Maana yake ni kwamba miaka yake 5 si lazima itimie, kwa sababu ameshatimiza umri wa miaka 65. Na ndio maana sheria kwa kuzingatia hayo kwamba kuna ma-CAG watakaoteuliwa na umri mdogo, kuna ma-CAG watateuliwa na umri mkubwa, ikaweka ukomo wa miaka 5. Baada ya miaka 5 ni maamuzi ya rais kupima utendaji wake wa kazi na kuzingatia mambo mbalimbali ya sheria, kanuni mbalimbali, anaweza kumuongezea miaka mingine 5. Kwa hiyo muda wa kukaa kwa CAG madarakani ni miaka 5, lakini anaweza kaongezewa miaka mingine 5 ikawa miaka 10. Maximum 10 years. Si ajira ya kudumu, kwamba lazima staff kwenye ile ajira. Hapana. Hizi nafasi za uteuzi si ajira ya kudumu. Na anapoteuliwa mtu anapewa na barua ya uteuzi inayoelezea majukumu yake na muda wake wa kutenda kazi kwa mujibu wa sheria. CAG haajiriwi kama nafasi ya kudumu as a permanent and a pensionable position. Hapana. Miaka 5. Baada ya hapo ni maamuzi ya rais kuweza kuteua mtu mwingine ama kumrejesha yeye kuweza kumalizia miaka mingine 5. CAG hafanyi kazi ya kuikosoa serikali. CAG moja ya majukumu yake makubwa ni kukagua, kufanya auditing ya matumizi ya fedha za serikali. Lakini pia amepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba kuidhinisha matumizi ya fedha za serikali hasa kutoka kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na katika nchi za Jumuiya ya Madola, CAG kimsingi ni mkono wa bunge, anafanya kazi kwa niaba ya bunge. Chombo kinachoidhinisha pesa za umma ni bunge. Maana yake ndio chombo kinachoidhinisha budget ya nchi. Bunge lingeweza likafanya kazi ya ukaguzi lenyewe bila kumtumia CAG. Lakini kwa sababu wabunge hawana utaalamu wa masuala ya ukaguzi wa mahesabu, ndipo inaanzishwa ofisi ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, CAG. Na ndio maana CAG anapofanya kazi zake za kukagua kwamba hizi hela ambazo zimetoka zimeidhinishwa na bunge, anakwenda kuchungulia zimetumikaje. Ndio kazi yake. Je, pesa zimetumika kama ilivyokusudiwa? Au kuna wizi au kuna namna nyingine ambapo pesa zimetumika bila kufuata utaratibu? Ndio kazi yake. Na atendi yeye kama yeye. CAG ni mkuu wa ofisi ya ukaguzi ya taifa, the Public Audit Office. Chini yake anakuwa na watendaji. Ni ofisi, sio mtu, ni ofisi. Chini yake anakuwa na watendaji wengi wanaomsaidia kufanya hiyo kazi. Moja ya mambo ambayo naamini yamepelekea hata na yeye kutokuongezewa muda. Unajua kwenye utendaji wa taasisi za umma, na hili niseme kwa watumishi wote wa umma, lazima tufike hatua kama watumishi wa umma tuwe makini na kauli tunazozitoa na misimamo tulionayo dhidi ya mihimili ya dola. Sasa tunatambua Profesa Asadi alipokuwa Marekani anahojiwa na moja ya chombo cha habari, anasema kwamba bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dhaifu, na kwamba kuna ripoti anazopeleka bungeni hazifanyiwi kazi. Kauli ile ilichafua hali ya hewa na wabunge wakamtaka kufuta kauli hiyo, lakini akasimamia msimamo wake. Bunge likaja na maazimio ya kutofanya naye kazi, yeye kama yeye. Na bunge likasema litafanya kazi na ofisi lakini si Profesa Asadi. Ndugu zangu, katika utumishi wa umma na katika mfumo mzima wa maisha ya kawaida kuna kitu kinaitwa uungwana. Unapowakosea wenzako na wanasema bwana umekosea, hiki ulichotuita umetudhalilisha, muungwana uomba radhi. Lakini unaposhikilia msimamo wako na kutaka kutunishiana misuli na bunge, sio sahihi. Mabosi wa kazi anazofanya mabosi wa kazi ambazo CAG anazifanya ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndilo linalosikiza ripoti yake na kuwahoji upande wa serikali na kutoa maelekezo au maazimio nini kifanyike. Kwa hiyo huwezi kusema bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dhaifu, kwa sababu sio kila kinachopelekwa na CAG kinatakiwa kutendewa kazi kwa 100%. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio mabosi wa ripoti ya CAG na ndio wanaamua nini kifanyike kwenye ile ripoti. Ule udhaifu unatoka wapi? Wewe mimi nimekupa kazi, nimekutuma.
Umalize kazi yako niletee mimi. Mimi ndo ninaamua. Sasa mimi ndo nimekutuma. Ningeweza nikafanya mimi mwenyewe. Umefanya kazi yako umeniletea ripoti. Ninaichambua mimi mwenyewe niliyoituma. Alafu mimi mwenyewe najua nini cha kufanya. Unaniambia mimi dhaifu. Hiyo ni dharau. Alafu ukielekezwa uombe radhi, utaki kuomba radhi, umeshikilia misimamo yako. Hilo ni moja ya jambo ambalo limemwangusha. Na hii iwe fundisho kwa watumishi wengine wa umma. Kuweni waungwana. Mmoja ya watu ambao huwa wanaleta hoja za ajabu sana katika taifa letu ni Bwana Zitto Kabwe. Kwa hiyo mimi hoja zake hazinisumbui sana. Na ni mtu ambaye mara zote huangalia maslahi yake binafsi na kucheza na maneno hivi na kupotosha umma, lakini ukweli wa mambo unabaki pale pale. Mwenye mamlaka ya kumteua CAG ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kumteua CAG, rais hatakiwi kushauriana na Zitto Kabwe wala kushauriana na yoyote. Ni mamlaka yako kwake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba ya nchi. Rais anapoamua kumteua CAG ataangalia uwezo wa huyo mtu, professionalism yake, maana yake taaluma yake, maadili yake. Na rais ni taasisi, ofisi ya rais ni taasisi, ina idara nyingi zinazochunguza. Watu nadhani kwamba rais unamuona kama President Magufuli pale, ni taasisi, ina watu makini, watu waliobobea wa taaluma, vyombo vya intelijensia vinafanya kazi yao. Ofisi ya rais si kama Zitto unayemuona is a one man show, anajiita kiongozi mkuu wa ACT. Sio ofisi ya rais inavyoendeshwa. Ikulu, Mwalimu Nyerere akisema ni mahali patakatifu, ni taasisi yenye watu wenye weledi mkubwa, wenye watu wenye uzoefu wanaofanya vitu vya maana kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Na ndio maana mpaka leo unaona maendeleo makubwa yanayofanywa na serikali yetu na amani tulionayo. Wanadhani kwamba amani tulionayo na utulivu tulionao kama taifa ni ubabaishaji tu kama watu wanavyodhani. Ni matokeo ya uongozi imara wa Ikulu ya Dar es Salaam, Ikulu ya Tanzania. Fanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo mimi niseme minong'ono ya watu ni jambo la kawaida. Kila mtu ana mtazamo wake. Kila mtu ana msimamo wake. After all, in fact, katika leadership unapoamua kufanya mambo yako huwezi kuwapendezesha watu wote. Na kama huwezi kuwapendezesha watu wote, huwezi kuzuia minong'ono miongoni mwa jamii. Tanzania tuna watu nakimbilia milioni 40. Unategemea uteuzi wa CAG mpya utawapendezesha watu wote milioni 40? Haiwezekani. Kila mtu anaweza kuwa na mtazamo wake. Lakini tunachoangalia ni maslahi mapana ya taifa na mamlaka aliyopewa rais na ameyatumia, ametekeleza mamlaka yake. Ninaamini CAG mpya Kichere ataenda kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba, hataifanya kazi yake.